chini ya mwamba imara, mwamba imara, mwamba ni Yesu. Tumejificha chini ya mwamba imara, mwamba imara, mwamba ni Yesu. Hatutikisiki, hatubabaiki, tuko na Yesu, maisha yetu salama. Hatutikisiki, hatubabaiki, tuko na Yesu, maisha yetu salama. Jina la Yesu limetuweka salama, salama, tuko salama. Jina la Yesu limetuweka salama, Jina la Yesu limetuweka salama, tuko salama. Hatutishwi, tutembea kifua mbele, kifua mbele. tuko na Yesu, maisha yetu salama. Hatutishwi, tutembea kifua mbele, tuko na Yesu, maisha yetu salama. Gehazi baada ya kuona jeshi kubwa limewazunguka, akalia, akaogopa sana. Gehazi baada ya kuona jeshi kubwa limewazunguka, akalia, akaogopa sana. E baba yangu, e bwana wangu, e baba yangu, ole tumeangamia. E baba yangu, e bwana wangu, e baba yangu, ole tumeangamia. Elisha akamwambia, usiogope, wala upande wetu ni wengi kuliko hao. Elisha akamwambia, usiogope, wala upande wetu ni wengi kuliko hao. Tumezungukwa, tumezungukwa, tumezungukwa na jeshi la mbinguni. Tumezungukwa, tumezungukwa, tumezungukwa na jeshi la mbinguni. Tumezungukwa,
yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa ulinzi wako. Tunakushukuru kwa neema yako iliyo pamoja nasi. Tunakushukuru kwa wakati huu tunapoenda kuanza safari hapa nyumbani kwa ajili ya kuelekea kanisani, kwa ajili ya kuanza sherehe ya kusherehekea maisha ya baba yetu na huduma ambayo uliweka ndani yake na mambo makuu ambayo ulitenda kwa kupitia huduma yake. Baba, tunajikabidhi kwenye mikono yako tukiomba faraja ya Roho Mtakatifu ibaki pamoja nasi, ibaki pamoja na familia hii, ibaki pamoja na kanisa lako. Ukatuongoze katika kila hatua. Neema yako ikawe pamoja nasi, baraka zako zikawe pamoja nasi, na ulinzi wako ukawe pamoja nasi. Tunajikabidhi kwenye mikono yako iliyo salama, tukiamini kila kitakachotendeka kitatendeka kwa kukuletea wewe heshima na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Wanipa nguvu hata nikichoka, ni wewe tu ninashukuru. Asante Bwana, asante Bwana, ni wewe tu ninashukuru. Wanipa nguvu hata nikichoka, ni wewe tu shukuru. Asante Bwana, asante Bwana, huruma. Asante Bwana, ni wewe tu ninashukuru. Wanipa
jambo gani linalokusumbua hata lisiwezekane? Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu inawezekana. Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu inawezekana, inawezekana. Karibu na wewe, niko karibu na wewe, mwanangu, niko karibu na wewe. Karibu na wewe, niko karibu na wewe, mwanangu, niko karibu na wewe. Kuna wakati nahisi kama Mungu uko mbali sana nami. Mwanangu, niko karibu na wewe. Kuna wakati nahisi Baba umeuficha uso
machozi yananitoka mengi bila mpango. Baba, Baba, hey. Nyakati kama hizi na kutafuta uso wako Baba, hey. Na kuita na kutafuta Baba yangu uko wapi Baba? Niko karibu na wewe. Oh, 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 oh. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Mwana. Hey. Niko karibu nawe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Niko karibu na wewe. Mwana. Hey. Niko karibu nawe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Karibu na wewe. Niko karibu na wewe. Wakati kama huu ni imani yangu inajaribiwa. Kelele za shangwe mahali hapa. Siku yetu ya leo ni siku ambayo Bwana ametupa kwa ajili ya kusherehekea maisha na huduma ya baba yetu, babu yetu, kiongozi wetu aliyelala, Daktari Emmanuel Lazaro. Na kwa hiyo pamoja na kwamba kwa kweli msiba ni kitu cha huzuni, lakini sherehe ni kitu cha furaha. Tunafahamu baba alipo, hatuna mashaka. Kwa hiyo nyuso zetu zisiiname na mioyo yetu siiname sana, ili tuweze kumtukuza Mungu kwa kipawa hiki alichokuwa amekiweka katikati yetu. Mwili wa baba yetu kwa karibu sana, baada ya dakika 5 utafika katika eneo la kanisa, na ukishafika tunatoka pale nje kwa ajili ya kuingiza jeneza na ubeba mwili wa baba yetu pale ndani, na baada ya hapo tutasimama. Wakianza kupandisha tu, wakishafika nje pale nitaomba kwamba tusimame, na mwili ukishaingia ndani Yesu atatuongoza kwa wimbo mmoja, na baadaye utakuja hapa mbele, ndipo tutakapofungua rasmi ibada hii ya kusherehekea maisha ya mtumishi wa Mungu Dr. Emmanuel Lazaro Bishop. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kuandaa. Nasikia mahodhoni nje huko, inawezekana kabisa kwamba tunakaribia kabisa. Kwa hiyo niombe wale walio nje ambao hawako kule kwa ajili ya majukumu waingie ndani kwa na utulivu, ili tutakapoanza kuleta mwili basi sio sasa na watu wanakimbizana nao. Wana familia wataingia kabla tujaingiza mwili. Kwa hiyo niombe tafadhali walioko nje, nisaidieni wale wahudumu wakiwa watu wake uweze kuwaelekeza waingie. Kwa sasa hivi na wimbo mmoja, baada ya hapo nadhani tutakuwa tayari kwa ajili ya kuingiza mwili wa baba yetu. Mungu awabariki na niwashukuru sana kwa ajili ya utulivu mkubwa ambao mmeonyesha toka mwanzo. Amen. Tena tukiwa mdogo ili kwa msafara wa mzee Yeah.
ibada yetu, na atakayetuongoza kwa maombi ni Askofu Benjamin Bukuku. Dr. naomba tafadhali kupita hapa mbele. Na wakati huo sisi wote tutaimba wimbo wa kwa mji wa mwangaza. Kama kuna kundi lililohubiri Injili katika nchi hii wakati wa giza usio na matumaini, ambapo kuwa mtumishi ilikuwa ni sawa kabisa na kuwa mfia dini, maana hujui watakupata lini. Wakati walipojua maana ya upweke ni nini, maana walijua kukataliwa. Wakati ule nchi hii ilikuwa na makanisa ya kuhesabu, tunajua yote kichwani. Wazee wetu waliosimama wakati ule, leo wakiangalia nyuma, ninaamini hawana la kusema, maana Mungu aliyewaita wakamtumikia ameonekana
walionekana kwao ni waaminifu. Mmoja wa viongozi wa mstari wa mbele kabisa wakati wa Pentekoste haujaota mizizi katika nchi yetu. Walitumika wakati wa giza, lakini sasa yuko katika mji tofauti, mji wa mwangaza, mji usiohitaji nuru ya jua. Kule ndiko wanakofutwa machozi mashujaa. Basi tufungue sherehe zetu hizi kwa kutiwa moyo, ili tujifanye bidii pale alipo na sisi tuwepo.